Sasa mchakato kama ni gurudumu tumeshakamilika, kwamba malalamiko yaliyotolewa sasa kuhusu ploti hizi na kuwahusu hawa, kamati yangu sasa inathibitisha kwamba hawa sio majambazi, hawa sio matapeli, hawa sio wanyang'anyi, hawa ni familia ya mzee Mwambingu. Mmenielewa ndugu zangu? Sasa baada ya kusema haya, nihitimishe kwa yafuatayo. Baada ya kusema haya sasa tuhitimishe kwa yafuatayo. Tutakuja kusikiliza pande zote. Kamishna msaidizi huko hapa. Haya anayoyatoa ndio maelekezo halali ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, sio wa mahali pengine, wa Dar es Salaam. Kuanzia leo nyumba hii na ardhi hii ni ya Joel Mwambingu. Kuanzia leo, RPC naomba nisikilize. RPC naomba nisikilize. Nazungumza kwa mamlaka nilionayo kwa mujibu wa taratibu. Ardhi hii namba 39 kwa mamlaka nilionayo na kwa sheria zote nilizojipitisha ni ya Joel Mwambingu na Fort Mwambingu. Namba mbili, mchakato uliotumika kumuuzia nyumba hii na kiwanja hiki yule kampuni yule, ninasifu ofisi ya ardhi kwa kufuta mchakato huo ili mchakato huo ufanyike kwa namna nyingine. Hiyo namba 2. Namba 3, kwa kuwa kiwanja hiki kwa mujibu wa taarifa na kwa hati yenyewe ni ya Joel na Fort Mwambingu, mchakato wote wa kuuza kiwanja hiki ufanywe na Joel Mwambingu na msimamizi wa mirathi kutoka kwa Fort Mwambingu. Namba 4, kwa kuwa familia hii mara ya kwanza nimeikaribisha ofisini pia ikandanganya kuhusu watu hawa kwamba sio ndugu zao, na kwa sababu hapa nina mama mtu mzima, mama Happiness, kwa mamlaka hayo nilionayo namsamehe. Kwa mamlaka hayo nilionayo namsamehe. Namba 5, kwa sababu cheti cha ndoa kinaonyesha mashaka makubwa ya kojali, na kwa sababu nikiamka madude michakato yote inarudi nyuma, vyombo vya dola akiwepo RPC akiwepo TAKUKURU lifikisheni mpaka mwisho, na kama mtagundua kuna jinai wachukuliwe sheria kali ili iwe funzo kwa wengine. Namba 5. Namba 6, kiwanja namba 38 ambacho pesa ilitolewa na alipewa Lydia akapeleka huko alikopeleka kimakosa, lakini amekiri hapa kwamba alikuwa na baba mdogo, kiwanja chenye jina la Bernard Mwambingu. Hati hiyo RPC na mtu Ali kamishna upo hapa kana na mkuu wa wilaya, wasaidieni sasa familia ya Bernard Mwambingu kupata kwanza hati ile, kulipa madeni katika njia watakazoziona ndani ya siku 30. Ndani ya siku 30 kama mtathibitika na itathibitishwa madeni yapo
yalipwe kwa namna ya sheria na taratibu zake, whether kwa kuuza watakavyokubaliana au kwa kutokuuza kama watakavyokubaliana. Na kwa kuwa tumekwisha tilia mashaka usimamizi wa mirathi tangu mwanzo, ni afadhali leo usiku mkakae muyahitimishe, ili usimamizi wa mirathi ubaki kama ulivyokuwa awali. Kwa kuwa likienda kinyume yatatenguka yote. Hiyo namba 6. Namba 7, Stella ambaye ametoa ushirikiano mzuri sana, perfect ushirikiano wake, hajataka hata kudanganya, wala hajataka hata kudanganya dada wa watu, hajaogopa chochote. Wapo na wengine wengi, tutawalinda na kuwapa ushirikiano. Namba 8, mwenyekiti wa halmashauri wa serikali la mtaa Ukwala, mwenyekiti, msije mkaungana na matapeli wa aina yoyote kwenye utawala wenu. Vizazi vyenu na machozi yao yatakuja kushuhudia dhuluma mtakazozisimamia. Damu ya mwanadamu huwa haipotei. Kwa hitimisho dogo ambalo halijaandikwa mahali popote na ambalo wala sitaki waandishi wa habari mlinukuu, ukweli ni kwamba mzee Bernard Mwambili alizaa na wanawake zaidi ya mmoja, na mke wake Kidoa, yule mama yule, baada ya mimi kufanya utafiti wangu